usimtazame mwanamke kwa kumtamani. Kumbe ukikosa cha kufanya utatamani. Unasemaje? Daudi alivyoondoka, alivyowaacha wenzake wameenda vitani, akarudi akatamani mke wa Uria. Si unanipata? Ukikosa cha kufanya, dunia ina tabia ya kukupa cha kufanya. Ukiona unatazama picha za uchi muda wote, jua bado hujajua kusudi lako. Ukiona unawaza zinaa muda wote, jua bado hujajua kusudi lako. Shetani amekusaidia kukupa cha kufanya ili usikae idle. Dunia iko hivi, dunia ni ya watu ambao wanaojua cha kufanya. Unajua, watu tunatamani kumuona Mungu, tunaomba wakati mwingine hatujibiwi. Sio kwa sababu ya nini? Kwa sababu tunaomba tofauti. Just imagine unaingia kanisani, praise and worship wall ya kanisa ametoka kuzini. Dada praise wall ya mwingine na yeye amezini, afu mnaita uwepo. Tuacheni masiara. Unakuta wakati mwingine mnazifanya ibada kuwa ngumu kwa sababu ya zinaa. Yaani huwa ninarudia tena na leo nasema hivi, kanuni ya kibiblia, anayezini na anayeua iko. Ndio maana zote zimeambiwa ni amri 10 kabisa. Si unanielewa? Zinaa ikitajwa kwako ni uharibifu. Ipo gharama kubwa utakayoilipa. Gharama ya uharibifu ni kubwa kuliko gharama ya kutoharibika. Gharama ya dhambi ni kubwa kuliko gharama ya kutotenda dhambi. Hatendaye dhambi shetani anamfurahia. Mbingu inamhesabu kama ana akili kabisa. Mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa nataka niseme nini? Nini ninachotakiwa kufanya? Inawezekana unanisikiliza, picha za uchi zimekuwa sehemu ya maisha yako. Umeokoka lakini utubu, unaingia Jumapili unatubu, kesho yake unazini hivyo. Nataka nikwambie kuwa transformed mind changed with transformation. Moyo, akili, mtazamo uliobadilika unabadilishwa na mpaka ubadilike. Labda utaweza kunielewa taratibu. Huwezi ukabadilisha mtazamo